Karibu mpendwa mtazamaji wangu, tuangalie ujumbe huu tena ambao nimeupa kichwa baraka au aina za baraka. Nisome katika ile Mithali 10 ule mstari wa 22. Mfalme Sulemani anaandika, anasema, baraka ya Bwana hutajilisha, wala haichanganywi na huzuni nayo. Yaani kuna aina za baraka. Kuna baraka za Bwana, yani kwa Mungu. Kuna baraka kutoka kwa watu na kuna baraka kutoka kwa shetani. Leo mimi nijadili kuhusu baraka za aina mbili, baraka kutoka kwa Mungu na baraka kutoka kwa shetani. Kumbe baraka hizi huwa haziji. Unaposikia baraka, kumbe zinaweza, shetani anaweza kumbariki mtu, Mungu pia anaweza kumbariki mtu, lakini kuna tofauti ya baraka hizi. Kwa maana nyingine baraka zinakuwa ni programs, zinakuja zikiwa na maelekezo, zikiwa na mchanganyiko ndani yake. Kwa hiyo baraka za Mungu huja ili zimtajirishe mtu, lakini hazina mchanganyiko wa huzuni, maana yake hakuna majuto ndani yake. Sasa ili huyu mtu aweze kufanya nini? Aweze kumtumikia Mungu kwa uzuri, kwa sababu utumishi wa Mungu mkuu ni zaidi ya kuwa, hakuna utumishi mkubwa zaidi ya kuwa karibu naye, kwa sababu Mungu anapenda sisi tuwe karibu naye, kwa sababu kimsingi si kwamba anahitaji kazi ambayo tunadhani kwamba tunafanya, yeye alishaifanya zamani. Yeye anajua yote, anaweza yote. Kwa hiyo si kwamba yeye anatuhitaji sisi, ila sisi tunamhitaji yeye. Kwa hiyo kuwa karibu naye ndio jambo ambalo Mungu analipenda zaidi, ili tuweze kufundishwa na kuonyeshwa mambo mengi makubwa ambayo hatuyajui. Unakumbuka kisa cha Martha na dada yake Mariamu, ambaye wakati ule Yesu ametembelea nyumbani kwao. Mariamu alichagua kukaa miguuni pa Yesu. Martha alikuwa anashughulika na shughuli nyingi za maandalizi. Lakini alichokifanya Martha ndicho ambacho inapaswa na leo tukifanye. Kwa sababu tunahitaji kuzaa, tunapaswa kuzaa matunda yatokanayo na Roho Mtakatifu. Ni tunda la Roho, sio matunda ya mwili. Ndio maana hatuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Ingekuwa tunahesabiwa kwa matendo ya sheria, ziko dini ambazo ni nzuri katika kufuata mwili. Ukifuatilia dini kama za Buddha huko, zina utaratibu mzuri wa kibinadamu, ukiwaona wale watu walivyoweka utaratibu wao. Lakini mambo haya hayafanyi katika utumishi wa Mungu. Sasa mwili siku zote ni adui wa Mungu. Kwa hiyo baraka za Mungu zinakufanya uwe mtu mkuu, lakini mcha Mungu na mwenye kujiepusha na uovu, huku ukiwa na wajibu kwa yatima ambao sasa watamuona Mungu kama baba kupitia wewe, lakini wajane watamuona Mungu kama mwamuzi wao kupitia wewe. Kwa hiyo hizo ndio baraka za upande wa Mungu. Lakini baraka za upande wa shetani huja zikiwa na mchanganyiko wa ufukara, kwa maana ya huzuni ndani yake. Ndio maana unaona kusudi kubwa ni kuharibu utu. Watu wengi waliofanikiwa katika namna ambayo si ya Mungu, unaona midomo yao imejaa jeuri. Ukiwaona usiku katika klabu za pombe, jinsi wanavyotenda kwa hiana, jinsi wanavyofanya mambo ya ajabu. Siri hizi wanazo watu wale makahaba, hasa wanaofanya biashara za ukahaba. Hao ndio wana siri kubwa za watu ambao wao wanawaheshimu unapowaona barabarani wakiwa na suti na mavazi, lakini kumbe wamegeuka kuwa wadudu na wanyama wakati wakiwa peke yao usiku katika klabu zao za siri ambazo ni gharama kubwa kuzifikia. Ona watu maarufu wakati mwingine hata vile ambavyo wanadhalilika kwa mavazi wanayovaa. Mtu amevaa vazi linaonyesha mpaka nguo ya ndani. Sasa unauliza, fedha zimemsaidia nini na umaarufu umemsaidia nini? Angalia minyoa ya nywele wanazonyoa, wamenyoa kana kwamba wamechanganyikiwa. Unauliza, haya mambo yanakuaje? Nywele zimejaa mwilini mpaka inakuwa shida, kichwa kinaelemewa. Lakini angalia utumizi wa madawa ya kulevya. Unashangaa mtu ni maarufu, mara ghafla unasikia anatumia madawa ya kulevya. Haya mambo yanawezekanaje? Ni nini inatokea? Ni kwa sababu ndiyo msingi wa baraka za kishetani. Halafu mwisho wao unakuwa kifo. Nimeumia sana wakati fulani nikiangalia umaarufu aliokuwa nao Michael Jackson. Niliona mahali fulani anaimba, watu wamepiga kelele, watu walikuwa wanazimia.
Lakini dakika za mwisho nilifanikiwa kusikia zile clip za Michael Jackson. Ni kama mtu ambaye analalamika, ni kama mtu mwenye wasiwasi, maana yake anaona ni kama kifo kinamnyemelea, hana msaada. Mtu ambaye alikuwa ni maarufu, watu wanamuona kama mtu ambaye sehemu nyingine wanamuona kama Mungu mdogo. Lakini pia wako watu kama kina DMX walisifika sana, lakini mwisho wao ukawa mbaya. Leo tuna watu kama kina Robert Kelly, imba nyimbo ambazo zikasikika katika dunia, nyimbo zile ambazo watu wamesikiliza. Kuna nyimbo inaitwa The Storm Is Over. The Storm Is Over ilivuma sana, lakini sasa hivi wako jela, hali zao si njema. Wako watu maarufu wengine wanaitwa kina Puff Daddy, watu walikuwa maarufu wenye fedha, wako jela. Unauliza kwa nini mambo haya yanakuwa hivi? Mwisho wa baraka za shetani zinakuwa na huzuni ndani yake. Utatesa uzao wako, utatesa watoto wako, utatesa akili yako na mwili wako. Lakini fanya mambo haya ili uweze kuwa na baraka za Mungu. Kubali sasa kuwa mwenye haki kupitia damu ya Yesu Kristo na kumwamini Yesu ambaye ndiye maji ya uzima, aweze kuyabadilisha maisha yako. Nikwambie, Mungu anakwenda kukutajirisha kwa sababu umetia mikono yako kwa bidii kulifanya jambo katika njia ambayo ni sahihi. Usiende njia za mkato, usifanye mambo ambayo si halali. Fanya mambo yaliyo halali na Mungu atakubariki. Nikukumbushe tu kwamba huyu Yesu ambaye tunamsema kila siku yuko karibu kuja. Maana yeye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, na ndiye jiwe lile ambalo aliliona mfalme Nebukadreza, jiwe lile ambalo halikuchongwa kwa mikono ya wanadamu. Anakuja tengeneza mambo ya nyumba yako. Mungu akubariki. Amen.